Huko Iran mambo yanaendelea kuwa mapya kila siku mara baada ya Mojtaba Khamenei ambaye ni mtoto wa kiume wa aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ametangaza kuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo. Mojtaba anachukua nafasi ya baba yake ambaye aliuawa katika shambulio la Marekani wakishirikiana na Israel. Kutangazwa kwa Mojtaba kuwa kiongozi mkuu wa Iran kunaibua hisia mpya kwamba huenda vita bado mbichi, wengi akiamini mtoto huyo atalipiza kisasi kwa Marekani kwa kumuua baba yake. Na kiukweli nimeona wachambuzi wengi sana mambo haya ya kisiasa na masuala ya kivita pia wanasema kuwa inawezekana kwa asilimia 60 mpaka 70 kuwa mtoto huyu wa Ali Khamenei ambaye anafahamika kwa jina la Mojtaba huenda akalipiza kisasi kufuatia kifo cha baba yake. Na kiukweli kabla ya hilo tuliona rais wa nchi hiyo ambapo yeye alitoka hadharani kwenye chombo cha television cha taifa hilo na kuomba radhi kwa mashambulio ambayo walikuwa wakiyafanya kwenye nchi ambazo zipo kwenye ukanda huu wa nchi ambazo zipo kwenye Umoja wa Kiarabu. Lakini sasa baada ya kufuatia kutangaza kwa kiongozi huyu wa nchi wa Iran inaonekana kuwa mambo yanaenda kuwa mazito, kwa sababu kwa hali yoyote ile mtoto huyu anaweza akataka kulipiza kisasi kufuatia kifo cha mzee wake. Lakini pia naambiwa mtoto huyu Mojtaba siku ya jana alitangaza makombora mapya ambayo anasema haya mashambulizi yataendelea kama kawaida. Sasa hii inazidi kuwashtua watu wengi sana kuhusiana na taarifa hizi na za mtoto huyu kutaka kuanza kutoa ama kushambulia ama kulipiza kisasi cha aliyekuwa mzee wake baba Ali Khamenei. Sasa mbali na hivyo pia uongozi kufikia Machi 26 kufikia Machi 26 maafisa wa ngazi za juu la jeshi la Iran wamedai kwamba uwezo wa makombora wa nchi hiyo ni mkubwa zaidi kuliko wapinzani wanavyofikiria na yana uwezo wa kulenga chochote muhimu. Madai haya ambayo mara nyingi yanasisitiza kuwa Iran bado haijatumia silaha zake za hali ya juu zaidi, yanalenga kuzuia Marekani na Israeli wakati wa mzozo unaoendelea. Kauli hizi zinaweka wazi kwamba ngoma bado mbichi, ingawa ingalikuwa hakuna pia ambaye yupo tayari kukaa chini na Iran. Hii imekuwa mfululizo wa ufuatuaji wa makombora kutumia ndege zisizo na rubani kuipinga Israeli pamoja na washirika wake Marekani. Sasa unajua mimi bana, na ili swala la hii vita ya Marekani, Israeli pamoja na Iran, kikweli naona wanaumia zaidi na hii vita ni wananchi. Yani wananchi ndio ambao wanaumia na hizi vita, au sio? Lakini pia siku ambayo mtoto huyu wa marehemu Ali Khamenei wakati anatambulishwa, unaambiwa Iran ilirusha makombora mapya kwa Israeli kwa heshima ya kiongozi mpya. Hebu fikiria, yani wakati mtoto anatambulishwa kuwa ndiye ambaye atashika nafasi ya baba yake ambaye ametangulia mbele yake, ambaye ameuliwa na makombora ya Marekani. Yani siku hiyo furaha yao ama sherehe yao wenyewe waliifanya kwa kurusha makombora mapya kwenye anga za Israeli. Kwa hiyo unaweza ukaona kidizani kama hii vita bado mbichi, though rais wa nchi hiyo alijitokeza na kuomba radhi kwa mataifa ya nchi jirani ambazo Iran imekuwa ikishambulia. Lakini unajua rais wa nchi ya Iran anakuwa hana nguvu kwa sababu mkuu wa nchi ambaye anakuwa ni mfano alikuwa ni marehemu Ali Khamenei, yeye ndio alikuwa ana haki ya kutoa amri ya kijeshi. Sijui unaelewa vizuri. Kwa hiyo inapokuja kwenye swala la rais huku anasimama kama ni waziri mkuu ama makamu wa rais, yeye anawatumikia wananchi, lakini huyu kiongozi wa kijeshi yeye ndiye ambaye anatoa amri kwenye masuala ya kijeshi. Kwa hivyo sasa mtoto huyu wa Ali Khamenei, Mojtaba, ndiye ambaye ameshika hiyo nafasi. Yeye ndiye ambaye anaamuru nini kifanyike linapokuja kwenye swala la kijeshi. Kiukweli mimi binafsi naona kama hii vita bado ni mbichi sana. Yani hapa watu bado wataendelea
kupoteza maisha. Lakini pia nimeona juzi kati hapa Marekani imetangaza tena kupokea vifo vya wanajeshi wake ambao wameuliwa huko Iran. Unaambiwa vifo vilikuwa watu kama wanane na jana aliongezeka mmoja. Kwao vifo vinazidi kuongezeka, ambapo kamanda mkuu wa jeshi la Marekani alisema mwanajeshi ambaye alijeruhiwa katika shambulio la awali la Irani huko. Huyu anakuwa mwanajeshi wa 7 kumradhi, si wa 8, ambaye anakufa kwenye mashambulizi haya ya Iran. Lakini pia sijajua kwa wale ambao walikamatwa. Unajua kuna wanajeshi ambao walivamia kule Iran Yes, walipita njia za panya kwa ajili ya kuingia nchini mule, lakini jeshi la Iran liliwakamata na likawatia nguvuni. Kwa hiyo wale hatujui hatima yao iliishia wapi. Na kama ambavyo mimi najua wewe ambao unanisikiliza hapa Mtanzania, vitu vingi waga unaonaga kwenye TV, namna ambavyo watu wanavyokamatwa mateka, mateso anayofanyiwa. Kwa hiyo unaweza ukaipicha hiyo, ukaimagine wale wanajeshi huko walipo wanafanywa nini. Unaelewa vizuri Na maskini wanajeshi bana, wenyewe wanatii amri tu. Unadhani amri imetoka kwa Trump ama kwa kiongozi mkuu wa jeshi la Marekani? Kuna mwanajeshi atapinga? Na wanajeshi siku zote wanachofundishwa ni kutii amri. Ukiambiwa moja ni moja, hakuna kusema mbili. Sijui unaelewa.